Kachulie kacholwa. Pole. Asante ndugu. Nimefanya jitihada nyingi ili niweze kumsaidia, lakini zote nimeambulia patupu. Sio hospitali wala wapi, kote nimefika. Ndio kwanza hali yake inazidi kuwa mbaya. Sijui nimpeleke kwao, maana akija kunifia hapa na isitoshe si ndugu yangu. Naam ndugu. Mimi nimepata wazo. Pole. Lakini naomba usinihisi vibaya. Kwa hali ilipofikia hapa, mimi nadhani ni bora nikupeleke nyumbani. Unajua, nyumbani ni nyumbani. Na nyumbani hawako lazima kumwona ndugu yao akiteseka. Pia simaanishi kwamba mimi nimekuchoka wewe. Hapana ndugu yangu. Na vinginevyo mimi nimeishi na wewe takriban miaka 3. Sijui wapi unapokaa. Yaani sijui kwenu ni wapi. Nachomaanisha. Na tumaini langu mimi kesho kwenu nitapajua. Sijui wazo hilo ulionaje kwako. Ndio maji kunywa. Maji kunywa. Papa. Taratibu pole. Pole. Yanatosha. Taratibu. Asante ndugu. Kageni ndugu. Naam. Kwanza kabisa, kabla ya yote, Pole. mimi itosha kusema asante kwa yote. Umeniuguza kaka, na imetosha. Acha tu, mimi nitaenda mwenyewe nyumbani. Kukwambia uende nyumbani haimaanishi kwamba uende peke yako. Pole. Hivi unatambua kabisa fika hali kama hilo nayo. Hivi unawezaje kwenda peke yako kabisa? Acha tu, mimi nitaenda mwenyewe nyumbani. Ondoa shaka kuhusu hilo. Nisikilize kwa makini. Kama jambo ni kwenda kwenu, tutaenda wote. Masala ya kwenda peke yako hapa hakuna. Yaani kwa hilo mimi sikubaliana nalo. Sawa ndugu yangu? Tumeshamaliza kwa stelio. Pole. Kesho asubuhi tutaenda wote, mimi na wewe kwenu. Kwanza akuja. Ngoja mtu tunaona naye mara moja. Sawa?
Ndugu yangu. Unauhakika kwani ni njia ni hii? Ndio. Hii ndio njia kwenda nyumbani kwetu. Sawa. Lakini nikombe jambo. Mimi naona itakuwa busara zaidi wewe ukiishia hapa. Mimi nitaenda peke yangu nyumbani. Inamaanisha kwani tumeshafika nyumbani kwenu? Ndio. Ukishavuka huu mto, tayari ushaingia katika imani nyumbani kwetu. Kwa hiyo wewe unaweza kaishia hapo. Usiwe na shaka kaka. Basi, acha nisaidie kuvuka huu mto. Nikisha kuvukisha, mimi nitarudi. Hapana kaka. Wewe mako leo nitendea mimi unatosha. Naomba tu niache. Mimi nitaenda mwenyewe. Bwana. Ni sawa. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama wema niliamua kuanzisha, basi acha wema niumalizie. Kwa hiyo twende bro. Hali ya kawaida kaka. Zoea tu. Bwana Dev. Naam. Vipi kuhusu mzigo wangu? Kanusu bwana. Subiri. Hivi ndugu yangu, unataka nisubiri mpaka lini? Mbona kila siku unanizungusha tu ndugu yangu? Bwana. Subira uvuta heli. Kwa nadhani sina maswali tena wewe kuendelea kuniuliza mimi. Usiletee misemo. Pia hata mwenyewe ni bingwa misemo. Ngoja ndugu yangu. Yaumiza tumbo. Pia chelewa utakuta mwana si wako. Vipi ndugu yangu lakini? Mbona unifanyia hivi ndugu yangu? Asa, wewe unataka mimi nifanyeje? Yaani mimi nifanyeje ili wewe upate mzigo wako? Kwa hiyo wewe unataka mimi nifanye kitu, si ndio? Mimi cha kufanya sina. Ila cha kufanya unacho wewe. Mimi ninachohitaji ni nini? Ni mzigo wangu tu. Mbona nasikia kama harufu ya nyama? Alizani giza linaweza mficha, kumbe nuru inamulika ndani. Ndani ya vita kuna Dula. Umepona? Ndio ndugu yangu, mimi nimepona. Umepata?
Ndio. Ni wenyewe. Kwa tangu mjini ulikuwa unigizia? Kaka, si kwamba uko kuigizia. Na hiki ninachokiona hapa ni kitu sahihi kabisa. Mimi nimepona. Niko sawa ndugu yangu. Mimi sikatai wewe kwa mgonjwa. Lakini unawezaje kupona bila dawa? Ndugu yangu, mambo mengine ni story ndefu. Ila naomba utambue jambo moja tu. Kwamba ndugu yako niko mzima kabisa. Leo maajabu. Yule mgonjwa mahututi amepona bila dawa. Tena kirahisi kabisa. Kitendo cha kuvuka hapa na hapa. Umepona ndugu yangu. Makubwa. Mimi ndugu yako niko sawa kaka. Ondoa shaka, mimi nimepona. Mbona una wasiwasi ndugu yangu? Ndani ya vita kuna picha, mwisho wa kuamua nani. Macho yanaona nyuma imekwisha, ila wezo anaingia ndani. Aliyeficha alificha. Wewe ni picha yako hii. Na harufu kali sana. Sana. Tuone. Hii dalili nzuri. Nakumbuka. Ukiona nyama inaunukia harufu kali kama hii hapa, Ndio. basi ujue kuna ugeni mpya umeingia hapa kijijini. Yaani mtu ambaye hajawahi ingia kwenye hichi kijiji. na ndio maana nyama hii tumeikuta huku. Ndio. Kwa hiyo tunafanyaje? Hii nyama niachie mimi. Nikuachie. Nitajua nini nafanya. Basi ngoja mimi mwenyewe nikachunguze huyo mgeni ni nani. Basi haina shida ndugu yangu. Sawa ndugu yangu. Ile usisahau Bwana Kanusu. Ndio. Nakumbuka. Haya, sawa. Ndio. Hiyo ni picha yangu. Alafu mbona nimepigwa tiki? Hii ina maana gani? Uwepo hiyo alama ya tiki katika hiyo picha ni ishara kuwa tayari wanatambua kwamba nimerudi niko katika kijiji hiki. Wakina nani mtambua? Wanaimara hiki kijiji. Juu ya uji wetu. Na ndio maana kuto picha imewekwa tiki hapo. Unajua kinachonishangaza ni kitu kimoja tu. Eneo lote ukiangalia hii ni michikichi. Hakuna hata mtu mmoja. Sasa hao wana kijiji wamejuaje? Tangu hao nilishakuelekeza ndugu yangu kwamba kuna mambo mengine ni hadithi ndefu. Sasa hapa tuna mambo mawili. Uendelee kuniuliza maswali au tuondoke tuendelee na safari. Tunaweza tukaenda. Tuondoke. Wadua, Chukua begi tuondoke. Tulie kacholwa, tulie kacholwa, tulie kacholwa, tulie kacholwa.